Kama kuna kosa kubwa leo hii Mbeya City walilifanya wakati wakicheza ugenini dhidi ya Yanga kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam na kujikuta wakiwezesha Yanga kuandika rekodi ya aina yake msimu huu kwa kuongoza mabao 5-0 kufikia mapumziko, basi ni pamoja na kutozuia kwa muda wote wakiwa wengi kwenye eneo lao, badala yake katika baadhi ya nyakati kujaribu kupishana na Yanga. Matokeo yake mpaka mapumziko Yanga walikuwa tayari wana mabao 5-0 na kujiwekea rekodi ya aina yake, kwa sababu hakuna timu katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu unaoendelea 2025-26 ambayo kufikia mapumziko ilikuwa mbele kwa mabao 5-0. Katika kipindi cha pili kwenye dakika ya 83 Prince Pumelo Dube akaandika bao lingine na hivyo Yanga kufunga bao la 6. Yani baada mabao 5 katika kipindi cha kwanza, baada ya kumanage mchezo kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha pili, wakipunguza kasi ya kushambulia kulinganisha na kipindi cha kwanza, bado Yanga waliandika bao la 6 ambalo hili lilifungwa na Dube kutokana na papatu. Kona iliyopigwa, Yanga wakafanya jaribio la kufunga, golikipa Hashim Musa akaucheza mpira uliozagaa ukamkuta Prince Pumelo Dube aliyefunga bao lake la pili leo hii, lakini bao la 6 kwa Yanga, na hivyo mpaka mechi inakamilika Yanga 6 Mbeya City 0. Mpaka mapumziko Yanga walikuwa tayari wana mabao 5-0, wastani wa kufunga bao moja kila baada ya dakika 9. Uthibitisho kwamba Mbeya City walikuwa kuna nyakati wanafanya makosa ya kiufundi ya kimfumo katika kupishana na Yanga, badala ya kuwekeza nguvu zao katika kuzuia zaidi ili washambulie kwa kujibu tu, wakawa mpaka kufikia dakika ya 31 tayari wako nyuma kwa mabao 3-0, Yanga ikiongoza kwa mabao haya 3-0 kufikia dakika ya 31. Lakini umiliki wa mpira kama ushahidi juu ya hilo ni kwamba Yanga walikuwa kimiliki mpira kwa 59% dhidi ya 41% za Mbeya City, kwa maana kwamba na wao walikuwa wakijaribu kupishana na Yanga. Hata kufikia dakika 41 kona Yanga walikuwa tayari wameshapiga 4 dhidi ya kona 1 ya Mbeya City. Mabao ya Yanga 5 katika kufikia mapumziko leo hii yalifungwa kuanzia dakika ya 7, wakati bao la utangulizi likiwekwa na Prince Pumelo Dube kutokana na assist kutoka kwa Peodo Pacome Zouzoua. Alikuwa amepiga kona ambayo ni pinpoint, ilikwenda moja kwa moja, Dube akaruka akiwa huru, akiwazidi walinzi wa Mbeya City akina Kevin Pemba Kingu, Davis Mwasa, na kuweka mpira wavuni ambao ulimshinda golikipa Hashim Musa. Lakini dakika 3 baadaye Yanga wakafunga bao la pili. Hili liliwekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua, ambaye katika bao la kwanza alitoa assist Pacome kutokana na kona, bao la pili akaliweka yeye, na hili alilifunga kutokana na assist kutoka kwa Maxi Mpia Zengeli. Hii ilikuwa ni dakika 3 baadaye, kwa maana kwamba katika dakika ya 10, dakika ya 17, kwa maana dakika 7 baadaye Yanga wakafunga bao lingine la 3. Safari hii liliwekwa wavuni na Maxi Mpia Zengeli akitumia vyema assist kutoka kwa Alan Okello, na hivyo kuifanya Yanga mapema kabisa kabla hata dakika 20 za mchezo kuwa tayari inaongoza kwa mabao 3 yakitokana na assist ya Pacome, halafu la pili akafunga Pacome, assist ya Max, halafu la 3 akafunga Max, assist ya Okello. Kuelekea mapumziko, yani kwenye dakika ya 44 Yanga wakafunga bao lingine la 4. Safari hii mfungaji alikuwa ni Peodo Pacome Zouzoua. Tunaweza kusema ilikuwa ni solo goal, akikimbia na mpira kwa umbali mrefu kutokea katika mapambano ya mpira kati ya mlinzi Ibra Baka wa Yanga alikuwa akiwania mpira na Eliud Ambokile. Marejeo ya picha za video yanaonyesha kana kwamba Ibra Baka alikuwa amemfanyia faulo Ambokile, lakini hata hivyo mwamuzi hakuona, akaruhusu mchezo uendelee, na ndipo mpira moja kwa moja kwenda kwa Peodo Pacome Zouzoua, akakimbia nao vyema, akampiga chenga kali Kevin Pemba Kingu kabla kuweka mpira wavuni kuiandikia Yanga bao la 4. Lakini dakika ya 45+2, kwa maana zile dakika za ziada za mwamuzi ili kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali na kufanya mpira usichezwe, Yanga wakafunga bao la 5. Safari hii likiwekwa wavuni na Mohamed Hussein Shabalala, beki wa kushoto alikuwa amepanda na kuingia ndani. Kwa lugha nyingine, badala ya kufanya overlapping alifanya underlapping, na akakutana na pasi safi kutoka kwa Alan Okello, na yeye kwa mguso mmoja tu akaweka mpira wavuni kuifanya Yanga ijiandikie bao la 5 na kuweka rekodi aina yake, kwa sababu mpaka mapumziko
Yanga ilikuwa mbele kwa mabao 5-0. Kitendo cha kuwa inaongoza mpaka mapumziko kwa mabao 5-0 kikawarahisishia Yanga katika kipindi cha pili kucheza kimahesabu zaidi, kufanya ile wanaita game management, kwamba ilipunguza kasi ya kwenda katika lango la Mbeya City, lengo kuhakikisha wanaendelea kujihakikishia pointi 3 muhimu, lengo kuhakikisha wanamaliza mechi na clean sheet. Na kilichotokea ni kwamba wakafunga bao la 6 katika dakika 83, safari hii likiwekwa tena wavuni na Prince Pumelo Dube, likiwa ni bao lake la pili lakini la 6 kwa Yanga, na hivyo kuipa Yanga ushindi wa mabao 6-0 ambayo yalidumu mpaka mwisho wa mchezo, kuifanya Yanga iendelee kujiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, sasa ikitimiza pointi 47, mabao 44 ikiwa imeruhusu mabao 3. Lakini kwa Mbeya City wana kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu wao kuruhusu mabao 6 maana yake sasa wameruhusu mabao 30 na kuwa ndio timu inayoongoza kwa kuruhusu mabao mengi kama ilivyo KMC, mabao 30. Hakika Mecky Maxime ana kazi ya kufanya kuelekea mwishoni mwa msimamo wa ligi, kwa sababu amebakiza mechi 11 ili kutimiza mechi 30 za ligi, na Yanga vivyo hivyo ikiendeleza kiwango ilichokionyesha leo hii, ikiwa inamiliki zaidi mpira, inashambulia kwa mahesabu, inatumia vyema nafasi inazotengeneza, lakini mipira 50-50 inaipigania kwa uhakika, ni chanzo au siri ya mafanikio ya Yanga leo hii chini ya kocha Pedro Gonçalves aliyejua dhahiri shahiri anakutana na timu ngumu ambayo kwenye mzunguko wa kwanza walifanya Yanga idondoshe pointi 2 kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya kwa suluhu, lakini ushindi wa 6-0 ulikuwa mnono na ulitokana na kiwango cha juu alichokionyesha leo hii Yanga. Leo hii ilikuwa vipi kwenye kikosi? Yanga kikosi chao kilianza imara sana, wakijua wanakwenda kukutana na Mbeya City ambayo ndio iliyowafanya wasipate pointi 3 katika mechi ya mzunguko wa kwanza, wakati huo Yanga ikiongozwa na kocha Mfaransa Romain Folz katika suluhu. Leo hii mfumo ambao Yanga waliingia nao ni baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kwa maana ya 1-4-2-3-1, ambapo golikipa alikuwa ni Hussein Masalanga kama nilivyotoka kueleza awali. Nambari 2 alikuwa Israel Patrick Mwenda. 3 beki wa kushoto alikuwa ni Mohamed Hussein Shabalala. Halafu katikati kulikuwa na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto akiwa na Ibra Baka. Wakati viungo wawili pale kati kwenye makaratasi walikuwa wanaonekana Zuka Buya akiwa na Mudathi Yahya Abbas. Wakati kwa viungo 3 ushambuliaji kwenye makaratasi alikuwa anaonekana Alan Okello akiwa anacheza nyuma ya mshambuliaji kinara Prince Pumelo Dube, upande mmoja Maxim Pia Zengeli, upande mwingine alikuwepo Peodo Pacome Zouzoua. Ingawa kwenye kucheza kwao Mudathi Abbas, Maxim Pia Zengeli, Alan Okello walikuwa wakipishana sana nafasi, na hivyo wakati mwingine haikushangaza kumwona Okello akiwa kulia, Max akiwa kwa Mudathi akiwa nyuma ya Prince Pumelo Dube wakati wanaenda kushambulia. Yani kuna wakati Mudathi alikuwa anaonekana katika eneo hili, Okello anaonekana katika eneo hili, yani kwa beki wa kushoto wa Mbeya City na beki mmoja wapo wakati, halafu Maxi alikuwa akionekana kuongeza mapana ya uwanja au na yeye anaingia ndani kwenda kuongeza idadi ya wachezaji wa Yanga katika kushambulia. Lakini kwa upande wa kushoto Peodo Pacome Zouzoua kama kawaida muda mwingi alikuwa akicheza kati ya eneo hili, beki mmoja wakati wa Mbeya City ambaye ni Kevin Pemba Kingu na beki wa kulia ambaye ni Baraka mara nyingi. Lakini Mohamed Hussein Shabalala alikuwa akipanda sana kuongeza mapana ya uwanja na wakati mwingine akiingia ndani kufanya ndalapi, na ndio iliyomwezesha kufunga bao la 5 la Yanga katika dakika 45+2. Kizuki Abuya alikuwa anakicheza kwa umakini zaidi, haendi sana katika nusu ya pili ya uwanja, badala yake anakaribia karibu na kati ya mstari wa uwanja akiwa anaungana na walinzi wao wakati Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibra Baka. Iza Patrick Mwenda yeye alikuwa akicheza eneo hili kwa jukumu la kuongeza mapana ya uwanja, lakini kwa maana ya safari hakuwa akizifunga sana kulinganisha na Shabalala. Kwa lugha nyingine, Yanga approach yao kwenye kushambulia maeneo ya pembeni walikuwa wanafanya tunasema asymmetric shape. Yani upande mmoja unapanda sana, upande mwingine upandi sana. Muda mwingi Israel Patrick Mwenda akiishia maeneo ya kati, huku Shabalala yeye akipanda zaidi. Lakini kwa Mbeya City wao ilikuwa vipi? Kikosi chao walianza kwa mfumo kama ule ambao walicheza dhidi ya Azam na kupata suluhu, kwa maana kwamba waliingia baada ya golikipa walikuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3 ambao walikuwa na nani. Golikipa alikuwa ni Hashim Musa, alafu nambari 2 alikuwa ni Baraka mara nyingi. Upande wa kushoto alikuwa akicheza beki wa kushoto alikuwa ni Pila Kevin Memory, halafu katikati Said Noshad, wakati upande wa kulia kulikuwa na
Hija Lida Shamte. Mshambuliaji kinara alikuwa ni Rifat Said. Upande wa kulia alianza Eliud Ambokile, ingawa alikuja kutoka katika kipindi cha pili. Halafu upande mwingine kulikuwa na Peter Mwalianzi. Wakati katika wale viungo watatu hapa alikuwa anapatikana Adili Buha. Huyu Pira Kevin Memory alikuwa ni beki wa kushoto. Ndivyo walivyokuwa wameanza, lakini licha ya kwamba anaonekana ni walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, kwenye kucheza muda mwingi walijikuta Adili Buha, kina Said Noshad, Hija Lida Shamte, lakini hata waliokuwa wakitokea pembeni, kwa mfano Peter Mwalianzi, Eliud Ambokile, walikuwa wakijikuta muda mwingi wakifanya jukumu la kuzuia. Yani hata wale wa ubunifu akina Said Noshad, akina Peter Mwalianzi walijikuta wanaungana na kina Kevin Pemba Kingu katika kuhakikisha wanakuwa salama, lakini baadhi ya nyakati wakawa nao wakigongeana moja moja, jambo ambalo kwa kiasi kikubwa liliwagharimu, kwa sababu kupishana na Yanga kuliwaponza kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha kwanza, kiasi ya kwamba mpaka mapumziko wakawa nyuma kwa mabao hayo 5-0 na kuiwezesha Yanga kuandika rekodi ya aina yake kwa msimu huu wa ligi kuu Tanzania bara 2025-2026. Mtazamaji wa Mbwaduke Star Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.